saizi mpendwa mtazamaji na mfuataji wa Ushindi Online Solution. Karibu tena katika video yetu ya kwanza ya mafunzo elekezi katika mfumo wa NeST. Katika video hii nitakuelekeza ni namna gani mfumo wa NeST unatumika katika ngazi ya vituo vya kazi, yaani kimaanisha vituo vya afya, shule na vituo vingine vyote vya ngazi ya serikali. Na mfumo huu hapa nitaelezea ngazi ya lower level, yaani ngazi ya shule kama kituo cha afya. Kwa hiyo nitatumia maneno kama kituo cha kazi au kwenye kituo cha kazi ya kawaida hivi. Kwa hiyo sasa NeST inatumikaje? Sasa kabla sijaelekeza sana, tutoe tu namna gani NeST unaipata. Kwa hiyo utatumia simu yako ya mkononi, simu janja ya mkononi aidha tablet au smartphone, na utaenda kwenye Play Store. Utadownload program, utaandika NeST, utaandika program inaitwa NeST PE, NeST PE. Sawa? Kwa kuna NeST nyingi. Kwa NeST ambayo tunatumia sisi ngazi ya shule ni au ngazi ya vituo vya afya au center za vituo au maafisa kilimo, ngazi ya loko, tunatumia hii program inaitwa NeST PE. Kwa hiyo kwenye Play Store yako na utadownload hiyo program. Kwa kuwa mimi nayo basi haina haja tena kudownload. Hilo ni jambo la kwanza. Kwenye installation ni maana mfumo huu hautaki kutumia kompyuta, unatumia tu simu yako janja, ni mfumo mwepesi kutumia. Alafu hatua ya pili, baada ya kuweza download programu yako hiyo, kinachotakiwa tena unatakiwa utengenezewe account na IT wako wa wilaya. Maana kwenye mfumo wa NeST sisi ngazi ya shule au zahanati au maafisa kilimo, kwa ufupi, kwa jumla hii ngazi ya vituo vya serikali chini huko, hatuhitaji kutengeneza account wenyewe, bali isipokuwa tutatengenezewa account na maiti wetu wa wilaya. Nafikiri kwa kawaida utatu mshapewa huko namna gani anafanya hizo kazi, kwa mtatengenezewa. Sasa huu mfumo wa NeST kazi yake nini? Huu mfumo wa NeST upo kwa lengo kubwa la manunuzi. Maana yake hapo awali tulikuwa tukifanya manunuzi kwa kufanya zile usinganishi au quotation. Sasa safari hiyo wamerahisisha, badala ya kutumia makaratasi kuna kufanya quotation kuna nayo, basi huu mfumo utatumika kufanya hizo quotation kupitia mfumo. Maana yake nini? Wewe utatengeneza mahitaji yako kwenye mfumo, sawa? Yaani hizo procurement notes. Baada hapo kuongeza hizo procurement notes zako utazipublish katika mfumo wa NeST, na basi wale wazabuni wataingia katika mfumo na kusearch kwenye kituo chako na kuona watatoa huduma kiasi gani. Basi na mfumo wenyewe utakuwa unaangalia ni mzabuni gani ana sifa na itamchagua mwenyewe automatically. Kwa hiyo maana yake mfumo uje kuturahisishia zile adha za kutembea kwa wazabuni na kadhalika. Kwa hiyo sisi kama kuwa vituo tunatakiwa tutumie mfumo huu. Sasa nitakuelekeza step kwa step. Hii video ya kwanza nitakuelekeza namna gani ya kucheza na ile account ya NeST. Maana yake nitaelekeza namna ya kutumia key phrase, namna kuangalia taarifa kwa ujumla, lakini kwa utangulizi mfupi. Sawa? Sasa baada ya kuwa tumeingiza username na password, basi mfumo wetu utaonekana kama unavyoona hapa. Sasa hapa nielezee sehemu kwa haraka hizi sehemu. Sasa tuko kwenye introduction, maana kazi yake nini? Sasa tunaanza sehemu ya institution. Maana yake ni sehemu ambayo itakuonyesha zile taarifa zako. Maana yani baada ya ushatengeneza account yako, basi utaverify taarifa zako kwenye hii sehemu ya institution, na kama ikitokea hizo taarifa ziko sawa, basi utagonga hii sehemu ilipoandikwa verify information. Hapo nako unaweza kuedit taarifa zako zote kama zinavyojieleza. Kwa nafikiri hapo ushanipata. Alafu sehemu ya pili kuna sehemu ya account. Sasa hii sehemu ya account ni nini? Hii sehemu ya account maana yake kazi yake kubwa ni nini? Hii hapa inakuruhusu wewe kubadilisha password. Kama unavyoona password yako kuingia kwenye mfumo, au inakuruhusu kubadilisha key phrase, au itakuruhusu ulog out kutoka kwenye hii system. Sasa naomba nielekeze namna hii key phrase ni nini. Kwenye mfumo huu tuna password za aina mbili. Tuna hii password ya kuingia katika mfumo, alafu tuna password ya hii tuita key phrase. Hii key phrase maana yake ni password ya namna. Kila unapokuwa unafanya ombi lako katika mfumo, itakutaka uthibitishe kwa hiyo key phrase. Key phrase ni utambulisho maalum wa mtu husika kwenye account. Kumbuka mfumo huu hatutakiwi kutumia stationaries
au kwa nini yake itakuwa wewe mwenyewe ndio ufanye hiyo kazi, na ikitokea umekosea makosa, manake wewe ndio utakajibika kwa jumla kwa makosa hayo. Kwa manake hii key phrase, manake hata kama ikitokea mtu amehaki password yako bahati mbaya, manake hii key phrase itakusaidia wewe. Maana huyo mtu kama hajui hiyo key phrase, manake hawezi kufanya chochote kwenye mfumo wako. Kwa hiyo kwa kama ukiona ukihisi key phrase yako imebadilishwa, basi utaweza kufanyaje? Utaibadilisha. Sawa? Na hata ukibadilisha key phrase itakutaka uingize password ya wewe kuingia. Kwa utaingiza password yako ya kuingilia na utabadilisha nini? Ile key phrase. Kwa maana yake kifupi, huu mfumo hautakiwi kufanya kazi kwenye ofisi vingine. Lengo la serikali ndio kila mtumishi wa serikali mfumo huo ufanyie kazi yeye mwenyewe kulingana na unyeti wa kazi yake na mambo yenyewe ya serikali yanavyokwenda. Kwa hiyo kwa kifupi, kwenye hii video ya kwanza nimeeleza hayo. Kwa maana yake zingatia kwamba hapo kwenye institution, hapo utaweza wewe kufanyaje kuona unawezaje kubadilisha taarifa zako na kwenye account, mambo ya key phrase. Nafikiri hapo mshaelewa kwa ufupi key phrase ni nini na jinsi gani maelezo ya mfumo wa NeST yanavyopatikana. Usisahau sehemu ya pili, nitaelekeza namna ya mwalimu mkuu wa kitengo cha manunuzi kuanzisha ombi la manunuzi. Asante sana.